Shirika la Uwakala wa Meli Tanzania TASAC limekutana na kufanya kikao na wadau wa ujenzi wa meli jijini Mwanza kwa lengo la kuhamasisha uwekezaji katika ujenzi wa meli pamoja na vyombo vingine vya majini nchini ili kusaidia utekelezaji wa Dira ya Taifa ya Maendeleo 2050. Akizungumza na wadau hao, mkurugenzi wa udhibiti, ulinzi, usalama na utunzaji wa mazingira ya usafiri majini, wakili Leticia Mtaki, amesema TASAC inaendelea kuhamasisha sekta binafsi kuwekeza katika ujenzi wa meli na vyombo vya majini nchini ili kupunguza utegemezi wa kuagiza vyombo hivyo kutoka nje, hatua ambayo pia itasaidia kupunguza matumizi ya fedha za kigeni, huku pia akisisitiza kwamba serikali itaendelea kuweka mazingira wezeshi na rafiki kwa wawekezaji ambao wanataka kuwekeza katika sekta ya ujenzi wa meli nchini ili kuhakikisha hawakumbani na vikwazo vyovyote ambavyo vitawafanya washindwe kufikia adhima yao ya kuwa na maeneo ya kutengenezea meli hapa nchini. Napenda nichukue fursa hii kuwakaribisha wote na kuwashukuru kwa kuitikia mwito wetu wa kuweza kuhudhuria katika kikao hiki ambacho ni cha kwanza cha aina yake kwa Tanzania kwa ajili ya kujadili fursa zilizopo katika sekta ya ujenzi wa meli Tanzania. Tuna kila sababu ya kujenga na kuendeleza sekta imara ya ujenzi wa meli na vyombo vingine vya majini. Aidha, kuongezeka kwa shughuli za biashara kupitia bandari zetu, maendeleo ya uchumi wa bluu, shughuli za uvuvi, mafuta na gesi, utalii wa baharini, pamoja na usafiri wa abiria na mizigo kupitia maji vinaonyesha wazi kuwa mahitaji ya vyombo vya majini yataendelea kuongezeka nchini na katika ukanda wetu wa Afrika Mashariki na Kati. Kwa muda mrefu Tanzania imekuwa ikitegemea sana kuagiza vyombo vya majini kutoka nje ya nchi, hali ambayo husababisha matumizi makubwa ya fedha za kigeni na wakati mwingine changamoto za upatikanaji wa huduma za matengenezo pamoja na vipuri. Hali hii inatufundisha kuwa tuna fursa kubwa ya kujenga uwezo wa ndani katika ujenzi na ukarabati wa matengenezo ya meli na vyombo vingine vya majini. Serikali ya awamu ya 6 chini ya uongozi wa Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, imeendelea kuweka mazingira mazuri ya uwekezaji na kuhimiza maendeleo ya uchumi wa buluu pamoja na viwanda nchini. Sekta ya usafiri wa majini na uchumi wa buluu imepewa nafasi muhimu katika Dira ya Taifa ya Maendeleo ya 2050. Nadhani wote tunafahamu kwamba kuna Dira ya 2050 ya Tanzania ambayo pamoja na mambo mengine imelenga kujenga Tanzania kuwa nchi yenye uchumi wa kisasa, shindani, jumuishi na unaotegemea viwanda, teknolojia na matumizi bora ya rasilimali zake za awali. Kwa hiyo kupitia dira hii, serikali imeweka msisitizo mkubwa katika kuimarisha miundombinu ya usafiri wa majini, kukuza uchumi wa buluu kwa matumizi endelevu ya bahari, maziwa na mito, kuwezesha maendeleo ya viwanda nchini, kuongeza ajira kwa vijana kupitia ujuzi wa ufundi na teknolojia, na kuifanya Tanzania kuwa kitovu cha biashara, usafirishaji na huduma za kimkakati katika ukanda wa Afrika Mashariki na Kati. Tunapenda wote watujue kwamba swala la kusubmit michoro TASAC is mandatory, sio recommendatory, is a mandatory procedure na lazima tuweze kufanya hivyo. Kitu kingine pia lazima tuweze kuleta michoro ambayo hiyo michoro tumeweza kuibainisha katika Meccan Shipping Notice tulitoa mwaka jana Januari, ni notice ya 28 ya mwaka 2024. Tulitoa list ya michoro yote ambayo inatakiwa iwe submitted. Kwa hiyo nadhani katika upande wa michoro gani inatakiwa iwe submitted ipo katika MSN 2824. Tumeandaa kanuni ya recognized organization au tunaita authorization of recognized organization. Recognized organizations ni classification societies. Ili kidogo ni jina la kimamlaka, la kiregulator, lakini kwa sisi wajenzi wengi tunatambua kama classification societies. Sasa classification societies tunafahamu ndo zinao develop standards za ujenzi wa meli. Kwa hiyo kama unataka kujenga meli ya uvuvi, standards zake zipo.
Kwa hiyo unachotakiwa wewe ni kuadapt hizo standard. Sasa kuna utaratibu ambao umewekwa duniani kwamba si standard yoyote inaweza kuwa adapted, kwa sababu hatuziamini hizi standard zote. Kuna mtu leo anaweza kaanzisha taasisi yake akadevelop standard, lakini nani ameapprove hizo standard na kuzana kwamba ziko feasible na zitoleta changamoto kwa masuala ya safety na operational standards. Naitwa Hemed Rashid Hemed, mkurugenzi wa kampuni HB Marine Expert Limited iliyopo Kigoma. Tumefurahishwa sana na ugeni uliopo na wametufungua na sisi pia tumewafungua kulingana na hali ya kazi zetu zinavyoenda. Tukiwa kama ni wajenzi wa meli au vyombo vya majini, kazi hii sasa hivi imeingiliwa na vijana wa mitaani ambao hawana utaalamu, hawajui namna gani waifanye ile kazi. Matokeo yake yanakuja kuleta sitofahamu kwa wataalamu wanaojenga meli. Sisi kama wataalamu tulikuwa tunaiomba sana TASAC ijaribu kufanya ukaguzi na upembuzi ya kinifu kuangalia hawa watu wanaofanya hizi kazi, kwa sababu hata stick rod wanazotumia sio sawa, welding machine wanazotumia ni za mitaani. Kwa jina naitwa Ibrahimu Kitano Chacha Mnanka, ni mkurugenzi mtendaji wa kampuni ya Mkombozi Fishing and Marine Transport Limited, kampuni inayomiliki meli 10 ndani ya Ziwa Victoria. Kwa hiyo tulikuwa tunaomba serikali iliangalie kwa undani ili iweze kutusupport sisi wawekezaji wa ndani ili tuweze kufanya vitu vizuri zaidi kwenye tasnia hii ya ujenzi wa meli za hapa Tanzania. Thanks for the invitation from government and TASAC. This is a very good opportunity for our company to join the shipbuilding group. And thanks for the government, he has provided a good environment for the investment. Kwa majina naitwa Isakwisa Samueli, ni msimamizi wa miradi tokea kampuni ya Songoro Marine Transport Limited. Nawaza kwenye upande wa watu binafsi, wamiliki wa vyombo binafsi na ambao interested kujenga, watu binafsi. Pia awareness kwao inabidi ifike, kwa sababu ndo haya ambayo mnasema kiongozi mjako hapa, itafika point sasa tutakuwa kuja kwa sisi ambao tuko rasmi tutakuwa nakimbia. Itabidi watafuta njia za vichochoro, tafuta watu huko ambao sio rasmi sana wajenge kupitia hao. Au hichi tutajikuta badala ya kusolve tumeongeza tatizo kwa kubwa zaidi. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.